Hujambo na nikukaribishe tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump amedhamiria kuingia vitani na Venezuela. Rais huyo sasa ameingiza majeshi yake katika maeneo ya Caribbean, na wanajeshi hao ni kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya kuishambulia Venezuela. Alizungumza katika siku za hivi karibuni rais wa Marekani Donald Trump akisema kwamba kuondoka kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro mamlakani kuna karibia. Sasa kikosi cha wanamaji cha Marekani kilichojikita katika meli kubwa zaidi za kivita duniani USS Gerald R. Ford kimewasili katika visiwa vya Caribbean, ambapo jeshi la wanamaji la Marekani limethibitisha kuwasili kwa wanajeshi hao, ambako ni agizo la rais Donald Trump mwezi uliopita. Kunafanyika huku mashambulizi yakiendelea dhidi ya meli za dawa za kulevya na mvutano wa nchi hiyo na Venezuela ukiendelea kutokota. Marekani hadi kufikia sasa imetekeleza takribani mashambulizi 19 ya boti katika visiwa vya Caribbean na mashariki mwa Pacific na kusababisha vifo vya watu takribani 76. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro na maafisa wengine wa Venezuela wameshutumu Marekani kwa kujitengenezea mgogoro na kutaka kuiangusha serikali ya mrengo wa kushoto ya kisoshalisti. Hatua za kuwasili kwa meli ya kivita pia kunawadia huku kukiwa na mvutano kati ya utawala wa Trump na serikali ya Colombia ya Rais Gustavo Petro, ambaye Trump amemtaja kama jambazi na mtu mbaya. Petro siku ya Jumanne aliamuru vikosi vya usalama vya umma vya nchi yake kusimamisha ushirikiano wa kijasusi na mashirika ya Marekani hadi mashambulio ya meli katika visiwa vya Caribbean yatakapokoma. Aliandika katika ukurasa wa X kwamba mapambano dhidi ya madawa ya kulevya lazima yawe chini ya haki za binadamu za watu wa Caribbean. Mapema mwezi wa Novemba, Trump alipuuza uvumi kwamba alikuwa akipanga kuipindua serikali ya Venezuela na kuanzisha vita. Katika mahojiano na CBS News, shirika la habari la BBC la nchini Marekani, Trump alisema kwamba kila meli moja unayoona imelipuliwa inaua watu 25,000 kwa madawa ya kulevya na kuharibu familia kote nchini. Hata hivyo, kumekuwa na kuchelea kwa rais wa Marekani Donald Trump kutaka kufanya mashambulizi dhidi ya Venezuela. Hii inatajwa ni kwa sababu baadhi ya mataifa makubwa ikiwa ni pamoja na Urusi na baadhi ya mataifa mengine yamedai yapo tayari kuingilia kati mgogoro huo, huku Urusi ikipeleka baadhi ya silaha zake nchini Venezuela na ikitajwa kwamba huenda itapeleka makombora hatari ya Oreshnik ambayo yanaweza kutumika katika vita hivyo ikiwa vitaanzishwa. Hata hivyo, jeshi la Venezuela limejiandaa kujibu iwapo Marekani itaishambulia. Venezuela inapeleka silaha ikiwa ni pamoja na vifaa vya miaka mingi vilivyotengenezwa na Urusi na inajipanga kwa vita vya kuvizia au kusababisha machafuko ikiwa Marekani itaishambulia kwenye anga au ardhini, kulingana na vyanzo vyenye ufahamu na juhudi zinazoendelea na nyaraka za upangaji zinazoendelea na zilizoonekana kupitia shirika la habari la Reuters. Mbinu hiyo inatumika kutokana na ukosefu wa wafanyakazi na vifaa katika nchi hiyo ya Amerika ya Kusini. Lakini rais wa Marekani amependekeza uwezekano wa operesheni za ardhini nchini Venezuela, akisema ndio itakayofuata kufuatia mashambulizi kadhaa dhidi ya meli zinazodaiwa kusafirisha dawa za kulevya katika visiwa vya Caribbean na kuwasili kwa jeshi kubwa la Marekani katika eneo hilo. Baadaye alikanusha kwamba alikuwa anafikiria kutekeleza mashambulizi ndani ya Venezuela. Hii ni baada ya kile kilichotajwa na waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov kwamba Marekani haitoweza kufanya vita dhidi ya Venezuela na kwamba Urusi ipo tayari kwa ajili ya kuitetea Venezuela wakati wowote. Na hii ndio iliyotajwa kwamba huenda ilisababisha hata mkutano kati ya Putin na rais Donald Trump wa Marekani kusitishwa baada ya Urusi kutajwa kwamba imepeleka baadhi ya silaha huko nchini Venezuela. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro aliye madarakani tangu mwaka 2013 anasema Trump anataka kumuondoa madarakani na kwamba raia wa Venezuela na wanajeshi watapinga jaribio lolote kama hilo. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba yupo tayari kuweka dau nono la dola milioni 50 kwa yeyote ambaye atamkamata Nicolas Maduro. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Utapata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.